kuandalia kabla kuingia kwenye jopo langu kujadili masuala haya. Bila shaka nataka tuangazie swala hili ambalo tutaliangalia hapa ni kwamba Kenya inapojiandaa ni kwamba saa zinaendelea kuyoyoma kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, na kwa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC maandalizi tayari yameanza kuanzia kusimamia uchaguzi mdogo kupitia upya sheria za uchaguzi hadi kuzindua ramani ya maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2027. Tume hiyo inasema inaweka msingi wa uchaguzi huru wa haki na unaoaminika. Hata hivyo, uchaguzi ndogo za hivi karibuni zimeibua changamoto zinazoendelea kujitokeza, huku mapendekezo ya marekebisho ya sheria za uchaguzi pamoja na wasiwasi kuhusu uwazi na ushirikishwaji wa wadau yakiendelea kuzua maswali kuhusu imani ya wananchi kwa mchakato wa uchaguzi. Grace Ng'ang'a anaangazia iwapo IEBC iko katika mkondo sahihi kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027 au ikiwa inapambana na muda ya kurejesha imani ya Wakenya katika uchaguzi. Kwa Tume ya Huru ya Uchaguzi na Mipaka, kila uchaguzi mdogo umekuwa zaidi ya zoezi la kujaza nafasi iliyowachwa wazi. Umekuwa uwanja wa kupima mifumo, wafanyikazi na taratibu zitakazotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Lakini pia umefichua changamoto ambazo zimekuwa zikijirudia: mahudhurio duni ya wapiga kura, tuhumu za utoaji wa hongo kwa wapiga kura, visa vya vurugu na vitisho, changamoto za kiusafirishaji na upangaji wa vifaa vya uchaguzi, pamoja na kuibuka upya kwa maswali kuhusu teknolojia ya uchaguzi na usimamizi wa matokeo. Practices raise concerns regarding the use of money in elections to influence voter choice and warrant close attention by relevant enforcement agencies. Huenda ikitambua ukubwa wa jukumu lililo mbele yake, IEBC tayari imezindua mpango mkakati wa mwaka 2024 hadi mwaka 2029 pamoja na mpango wa uendeshaji wa uchaguzi wa mwaka 2025 hadi mwaka 2027 unaoweka ramani ya maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu. Ramani hiyo inaainisha hatua muhimu zitakazofuatwa, zikiwemo usajili wa wanachama wa vyama vya kisiasa, kura za mchujo wa vyama, uidhinishaji wa wagombea huru, uteuzi wa magombea, elimu kwa wapiga kura, usajili endelevu wa wapiga kura, kuajiri na kuwafunza maafisa wa uchaguzi, ununuzi wa vifaa vya uchaguzi, pamoja na majaribio ya teknolojia ya uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hata hivyo, hata kabla ya utekelezaji wake kuanza kikamilifu, ramani hiyo ilikosolewa na baadhi ya wadau. The documents which are being launched today, many of us don't know what is contained other than the sketches that have been outlined. The launch of the election operations plan today came as a surprise to us because the consultations were not as deep or as close as they should have been. Je, taasisi zinazosimamia uchaguzi zinaweza kujenga imani miongoni mwa washirika wa kisiasa muda mrefu kabla ya siku ya kupiga kura? I've looked at the program. It is government heavy. I didn't understand why it is so government heavy. And also, we've had to push our way to be included in today's program. Uwazi pia umeibuka kama eneo jingine la mvutano. Moja ya mapendekezo yanayozua mjadala mkubwa bungeni ni mswada wa marekebisho ya sheria ya uchaguzi wa mwaka 2024 unaolenga kuondoa sharti la kisheria linaloitaka IEBC kuweka mfumo wa kurusha moja kwa moja matokeo yanapotangazwa katika vituo vya kupiga kura. Hii bill si ya mwaka 2026. Hii bill ni ya mwaka 2024 iliyofanywa wakati ule Kenya ilikuwa imeingia katika majaribu ya fujo ambayo ilikuwa hakuna amani. I want to state here categorically that we have not made any such decision, neither have we made any proposals to Parliament. Hata hivyo, wakosoaji wanaonya kuwa kuondolewa kwa uratibu huo wa lazima wa matangazo ya moja kwa moja kunaweza kudhoofisha uwazi katika kipindi ambacho imani ya umma bado ni dhaifu. Raila Amolo Odinga must be rolling in his grave to see a ranking member from his political party be among people who are sponsoring giving IEBC a blackout. This is disingenuous. It shows you that someone somewhere has panicked. Mbali na maandalizi ya siku ya uchaguzi, IEBC pia inalenga kufanya mageuzi katika mfumo wa ufadhili wa kampeni za kisiasa.
Baada ya kukamilisha ushirikishwaji wa umma kote nchini, tume hiyo inakamilisha mfumo mpya wa ufadhili wa kampeni unaotarajiwa kuweka kanuni wazi kuhusu michango na matumizi ya fedha za kampeni kwa vyama vya kisiasa na wagombea. IEBC inasema mfumo huo unalenga kuimarisha usawa, uwajibikaji na uwazi katika ushindani wa kisiasa. Ikiwa imebaki chini ya mwaka mmoja kabla uchaguzi mkuu, sasa IEBC inalazimika kufuata ratiba kali ya maandalizi ya uchaguzi. Hatua ya kwanza muhimu ni tarehe 16 Machi mwaka 2027 ambapo vyama vya kisiasa vinatarajiwa kuwa vimekamilisha sajili za wanachama wao kwa ajili ya uteuzi wa wagombea. Kufikia tarehe 9 Mei, kura za mchujo za vyama zinatarajiwa kuwa zimekamilika, huku wagombea huru pia wakitakiwa kuwa wameidhinishwa kushiriki uchaguzi. Kati ya mwishoni mwa Mei na mwezi Juni, IEBC itapokea na kuchakata nyaraka za uteuzi wa wagombea kabla ya kuchapisha orodha ya mwisho ya waliopata kibali cha kuwania nyadhifa mbalimbali. Hatua hiyo itafungua rasmi kipindi cha kampeni kitakachodumu hadi tarehe 7 Agosti, siku 3 kabla ya Wakenya kupiga kura katika uchaguzi kuu wa mwaka ujao. Sambamba na ratiba hiyo ya kisheria, IEBC pia italazimika kuendeleza usajili wa wapiga kura, kukagua na kuhakiki sajili ya wapiga kura, kununua vifaa vya uchaguzi, kuajiri na kuwafunza maafisa wa uchaguzi, kutoa elimu kwa wapiga kura, pamoja na kufanya majaribio ya teknolojia ya uchaguzi kote nchini. Hata idara ya mahakama imejitokeza kutoa msimamo wake. Jaji Mkuu Martha Koome amehimiza IEBC kwenda zaidi ya kutoa maonyo na kuhakikisha sheria za uchaguzi zinatekelezwa kikamilifu, akisema kuwa kuzuia vurugu zinazohusiana na uchaguzi kutategemea hatua za haraka dhidi ya wale watakaokiuka sheria au kuchochea ghasia. Cannot say your hands are tied by who you have the code of conduct. Ikiwa imebaki chini ya mwaka mmoja kabla wa Kenya kurejea kwenye debe la kura, chaguzi ndogo tayari zimefichua mianya iliyopo katika maandalizi ya uchaguzi. Sasa changamoto kwa IEBC ni kuhakikisha kuwa mianya hiyo inazibwa mapema kabla haijageuka kuwa dosari kubwa zitakazotia doa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Grace Ng'ang'a, KTN. Shukran sana Grace Ng'ang'a kwa